Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, moja kati ya vitu ambavyo jana vimemeke headline kuhusiana na shughuli ya Diamond Platnumz katika swala zima ambalo alikuwa ameliandaa Laftari. Ukiachana kwamba watu wengi sana walizuiwa nje kwa sababu kumbe ilikuwa ni shughuli ambayo ilitakiwa uwe na kadi. Kwa watu wengi sana raia tu kawaida walitaka waende na wenyewe pia wakale iftari, lakini ikawa ngumu kwao kupita. Umeona lakini ukiachana na hilo, kitu kingine ambacho kimemeke headline ni vituko vya Mwijaku. Mwijaku kwanza kabisa alianza kula iftari kama kawaida kwa Kansela Salah, and then baada ya hapo akaahidi kabisa kwamba nikitoka hapa bwana, moja kwa moja naenda kwa Mwambino, yani akiwa anamaanisha Diamond Platnumz. So of course alipotoka kule kwa Kansela Salah, moja kwa moja akaenda kwa Diamond. Alipofika pale of course mule ndani sasa ndipo mambo yakawa ni mengi. Sasa Diamond, wakati shughuli ile imeanza, Diamond kulikuwa kuna nafasi ambayo alikuwa ameitwa pale mbele kwa sababu MC alikuwa ni wakina Zembwela pale. Kwa wakina Zembwela wakamuita Diamond kumpa wasaa wa kuweza kuzungumza mawili matatu kwa lengo la kumpatia nafasi ya kuelezea kitu ambacho pia alikuwa amekitarget katika siku ile, ukiachana na swala la iftari, yani kwamba kumbe alikuwa anataka kuzindua pia biashara yake ya Wasafi Soap. Sasa basi Diamond akatana panda moja kwa moja, Mwijaku naye pia alisikika akiwa anasema takbir, alafu akawa anasogea naye pia kwa ajili ya kwenda kupanda pale jukwaani na Diamond. Sasa kitendo cha Mwijaku kutaka kupanda jukwaani ni kwamba mlinzi alimzuia haraka sana, yani ni kitu ambacho hakikuwa lile swala kumbe lilikuwa ni zito. Yeye alidhania labda Diamond amepanda tu pale kuzungumza mawili matatu, lakini kumbe Diamond ilikuwa imepangwa ratiba kama surprise ya yeye kupanda pale jukwani kwa ajili ya kutangaza kuhusiana na uzinduzi wa sabuni yake ambayo inaitwa Wasafi Soap. Kwa Diamond, wakati Diamond anapanda, Mwijaku naye pia alikuwa anamfuata, ni kwamba moja kwa moja mlinzi alikuwepo pale na akamzuia Mwijaku kwamba haruhusiwi kupanda. So hilo tukio la Mwijaku kuzuiwa ni moja kati ya vitu ambavyo kiukweli vimesurface sana huko mitandaoni. Ni vitu ambavyo kiukweli vimemeke headline, yani almost ukipita katika kila page ya udaku basi moja kwa moja utakutana na hiyo video ikiwa inamuonyesha Mwijaku akiwa anazuiwa kupanda jukwaani kumfuata Diamond. Kwa hiyo alionekana kama vile anataka kufanya fujo hivi kwa namna moja au nyingine, kwa moja kwa moja alizuiwa na bouncer pale chini. Unaona na Baba Levo naye pia alikuwepo pale kwa ajili ya kumzuia Mwijaku asipande. Umeona bwana. So Baba Levo mwenyewe hakupanda kama Mwijaku, kama wakati anataka kupanda Mwijaku alikuwa naye pia anataka kupanda, Baba Levo akamzuia. Kwa watu wengi sana actually watu wengi sana walidhania kwamba huyu ni bouncer, kumbe ni Baba Levo actually. Ukifuatilia video vizuri sasa hivi ndo tumeizoom, tumeona kwamba huyu kumbe alikuwa ni Baba Levo ndiye aliyemzuia Mwijaku asipande jukwaani. Umeona bwana, asimfuate Diamond. Kwa hiyo kilichotokea ni kwamba katika upande wa page mbalimbali huko mitandaoni zimekuja kuripoti kuhusiana hii habari, wakiwa wameandika kwamba Diamond alivyomzuia Mwijaku kupanda kwenye stage. Umeona bwana, alafu hapo akaelezea kwamba bwana jamaa kielele kweli kweli kimemponza, sasa ameumbuka, amezuiwa asimfuate Diamond stage-ini. Kwamba kuna page nyingine hapa ameandika kwamba DC wa Instagram Mwijaku alivyozuiliwa kupanda kwenye stage na Diamond Platnumz wakati msanii huyo anaenda kuzindua sabuni yake ya Wasafi Soap. Lakini pia page nyingine hii hapa ameandika the same kwamba bwana leo amekomeshwa shobo zote, Mwijaku amezuiliwa kupanda stage-ini na Diamond. Alidhani kwamba ni kwa Kansela Salah. So hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau unazungumziaje hii issue? Maana wadau wengi sana huku mitandaoni wamekuja kuweka maoni yao. Ngoja nikusomea hapa baadhi ya comment ambazo zimejitokeza baada ya Mwijaku kuzuiwa. Kwa mtu anasema huyo ndo Mwijaku Jaku Master. Kwa mtu anasema bwana sasa pale kaitwa Diamond, yeye kilichomfanya aende pale ni nini? Huyu jamaa anakilanga sana. Kwa mtu anasema bwana Mwijaku kula yake ni ya masimango mno jamani. Kwa mtu anasema bwana makubwa, jamaa katoka Kigoma na ameitwa wakubwa kutoka Kigoma. Zembwela ametumia busara kweli kumuelewesha Mwijaku kwamba hatakiwi kupanda. Haya, mtu mwingine hapa anasema ameandika kwamba bwana kama chawa na kunguni ila Mwijaku basi ni papasi, yani huyu jamaa ni ruba. Kwa mtu kwamba bwana Mwijaku kiukweli huu mji utamshinda siku sio nyingi, shobo zimezidi na anapata tabu sana kuforce, kama vipi bora aende VETA. Mambo hayo. So it is what it is. Ukiwa kama mdau na wewe bwana, hebu tuambie kuhusiana na hili tukio. Na hii sio kwamba tu ni amezuiwa hapo kupanda jukwani, ni kwamba Mwijaku pia alizuiwa hata mlangoni. Aha.
So Mwijaku bwana alizuiwa mlangoni. Inasemekana kwamba hata kadi ya mwaliko katika hii shughuli hakupewa. Yani unaelewa kwamba kuna haya mambo ya mwaliko. Unajua bwana, unatakiwa kwamba uwe na mwaliko ndio uweze kuhudhuria. Kwa hiyo hii haikuwa shughuli ambayo labda kama nilivyosema hapo awali kwamba kila mtu alikuwa amepewa fursa ya kwenda na yeye pia kwenda kupata futari. Hapana, hii ilikuwa ni for invited only. Yani watu ambao walikuwa wamealikwa pekee ndio walikuwa wamepewa hiyo fursa ya kwenda kupata futari pale. Kwa hiyo watu kama Mwijaku hawakuwa na kadi. Alipofika pale mlangoni na yeye pia alizuiwa, akaambiwa kwamba kama una kadi huwezi kuingia, lakini bahati nzuri Diva the Boss naye pia alikuwa anaingia kwa wakati huo. Kwa ikabidi abane pale karibu na Diva nini akapenya. Kama unavyoelewa kwamba ni mtu mchesha na ana maneno mengi, kwa alipata hiyo fursa ya kuingia kibishibishi tu katika hiyo shughuli. Lakini baadaye sasa ndo hilo jambo la ajabu zaidi ni kwamba wakati Diamond anapanda jukwaani naye pia akataka kuongozana naye na ndo akazuiwa pale kwenye ngazi. So wadau hapa wamekuja wameendelea, comment ni nyingi sana kama nilivyosema hapo awali. Kuna mtu anasema sasa huyu naye pia alikuwa anaenda pale juu, anataka aende akafanye nini jukwaani wakati yeye hausiki na lolote. Kwa mtu amesema kwamba bwana kwani hamjui Jokes? Leo nimecheka sana. Kuna mtu kwamba bwana hali si hali, Mwijaku kazuiwa maskini. Kwa mtu kwamba bwana huyu jamaa anafuata trending kupitiliza. Yani anapenda kutrendi, anazidi kutrendi. Mwijaku kweli ni DC machawa, anajua kucheza na alama za nyakati. Juzi karudi kufuturu kwa mabosi wakubwa wote Tanzania. Leo hii kaingia zake kimagumashi hapo Wasafi. Alafu pia vile vile Magumashi anaendeleza mpaka humo ndani. Sasa kesho kutwa mtaona tena atapata press ya dili jipya mezani. Umeona? Yani wadau wameona kwamba hii ni strategy ambayo Mwijaku anaitumia. Kwamba kama hivi umeona leo amemake headline, page nyingi sana zimemposti kuhusiana na yeye kuzuiwa kwanza mlangoni, lakini pia ukiachana na issue ya Mwijaku kuzuiwa mlangoni, alivyoingia mule ndani napo pia akataka kupanda jukwaani pale wakati Diamond anapanda na yeye pia akataka kupanda. So at the end of the day ni kwamba amemake headline. Yani amemake headline kwa matukio kama mawili au matatu, lakini pia amezungumza tena kwamba ile sabuni sio ya Diamond. Hiyo ni moja kati ya vitu ambavyo amevisisitiza katika mahojiano mengi, katika interview alizofanya na media nyingi sana. Amesisitiza kwamba ile sabuni sio ya Diamond. Diamond amewekwa tu pale mbele kama the way ilivyokuaga kwenye Wasafi Bet. Kwa hiyo wadau wanasema kwamba hizi ni tricks ambazo Mwijaku ameamua kuzitumia kwa lengo moja tu la kuhakikisha kwamba kesho au kesho kutwa mtashangaa tena amepata ubalozi wa kampuni nyingine, na hivyo ndivyo anavyo survive hapa town kiujanja. Yani ana make headline, then baada ya hapo akipata wafuasi wengi kwenye kurasa wake, watu wakiwa wanamfuatilia, basi moja kwa moja makampuni approach kwa ajili ya kutangaza bidhaa zao. So hiyo ndo point ambayo Mwijaku anaitumia kwa ajili ya kupiga pesa hapa mjini. Kwa kama ukiwa uelewi unaweza kumuona jamaa kama vile mwehu falafala tu, lakini at the end of the day yuko very strategic, yani yuko na plan na hiyo ndo mipango yake. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako hapo chini katika comment section, tutakuwa tukisoma na kureplay kila comment, na pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.